Kibula. Yaani nikasoma. Nini? Na mimi mfanya nini? Sivyo kama unakufikiria. Kisa mama mdogo. Sitaki mama. Unachokimbia nini? Kibula mbona kimbia unaenda nje? Sinakumeta chumbani kule. Mama mdogo, lakini mimi mbona nakuheshimu ila kwa hicho unataka mimi nifanye mimi siwezi mama. Kwa hiyo utakwenda chumbani, si ndio? Vua yako bwana unichelewesha. Kweli Mungu anaomba. Mwanangu Kibula na kifua kizuri. Sitaki mama. Unajua kaka? Kwa hivyo nitume nimeenda. Sawa. Na nilipoenda wale watoto wampitia mazingira mabovu sana. Mbaya zaidi nilimkuta Kibula, Feti sikumkuta. Fatuma kama hujamkuta pale atakuwa ameenda wapi? Nipo mwezo mwanamke alinijibu maneno ya shombo. Ila kiukweli mimi nilikwambia uende kule kwa sababu pia wewe ni mjomba wao pia. Maana wewe unaweza kaona kama mimi ndio mjomba wao peke yangu, lakini pia nawe ni mjomba wao. Sisi pia inatakiwa tufanyeje? Kuweza kuwasimamia wale watoto kama nini? Kama watoto zetu sio. Na sisi ndio wazazi wao tuliobakia. Kwa hiyo haiwezekani sisi tukao tunaishi maisha ya raha, lakini wao leo hii wanakuwa wanaishi kwa maisha ya shida na wanateseka kama hivyo tunavyoona. Sisi inabidi tuwe msaada wao na pia tuwe mfariji wao. Wale watoto tokea wazazi wao wote wamefariki, wanapitia maisha magumu sana. Kama hivi hata kusoma kwenyewe hawasome. Hakika nimejionea mwenyewe kwa macho yangu mawili. Kama kamkubwa, tunafanyaje kuwasaidia wadogo wajomba zetu? Kubwa kinachotakiwa hapa, mimi na wewe tusichoke kwenda kwa sababu pia wewe mwenyewe ushaona vile. Hata kama nisipokuwa nimeenda mimi kakako, lakini pia na wewe unaweza kwenda. Sio mpaka nikukumbushe wewe mdogo wangu. Kwa sababu mimi sio kwamba mimi naumia peke yangu, na wewe natakiwa uumie juu ya wale watoto. Sawa kaka, nimekuelewa. Nataka tufanye hivyo. Hivi kwa nini kila siku nikija hapa unanizinga tu hapa mlangoni na unanisubiria hapa hapa? Shida nini? Hautaki niingie huko ndani? Sasa wewe ungeo huko ndani kwako. Wewe mimi unashindaje kunikaribisha hapa uniambie niingie hata ndani? Wewe kila siku unapenda tusimame hapa milangoni. Shida nini? Una umuhimu. Ungekuwa ni mgeni wa muhimu ningekukaribisha ndani. Au uko ndani au kuna kitu gani? Maana haiwezekani kila siku unanizuia hapa hapa mlangoni. Sasa leo lazima nitaingia huko ndani. Yaani nakwambia lazima nitaingia huko ndani. Sogea hapa nje. Ingia uone. Watoto wako wapi? Unaniuliza mimi watoto wako wapi? Wewe umeingia ndani humo Si shida yako muone Feti. Umemkuta sasa mundani. Kwa sababu huko ndani nimeingia. Kibula, Fatuma wote hata siwaoni. Wewe ndio inabidi unipe majibu kwamba hao watoto umewapeleka wapi. Nishakwambia Kibula yuko ndani kwa mstaarabu. Lakini yule mama Feti kaenda huko kwa bwana yake. Hivi wewe unaishi nao maisha gani? Yaani unajua wewe, mimi sasa nachokwambia tu kwamba bwana, mimi leo nimekuja kivingine kabisa. Sitaki masiala. Yaani kama unadhani mimi siku zote nakuja na kuonea huruma wewe. Yaani nakwambia ukweli kabisa, sina masiala katika hili swala ninalolifuatilia sasa hivi. Huyo Fatuma fanya ufanyavyo aweze kupatikana. La sivyo tutaonana wabaya. Sasa unanitishia.
Na je, kama hajapatikana utafanya nini? Hivi wewe niache! Niache! Ngoja namwambia. Mama. ulichokipata hapa ni kidogo. Sasa nadhani hujanifahamu bado vizuri. Yaani nakwambia kabisa hujanifahamu kabisa bado vizuri. Nakupa siku hizi 3. Wewe pamoja na mwanayo msipompata, yaani hapa mimi nawaambia akia mama tena, tongeni fiafia huko kaya, mkasake kidio, muendelee kuuma huko kaya. Iki thaiji mimi nienda kutonga, nienda kuvuka. Nadhani utanielewa, yaani utakuja kunielewa kwamba kwa nini naongea kilugha kama hiki hapa. Utakuja kunielewa hapo baadaye. Ngoja sasa niende mimi, kwa sababu nadhani hii tukiendelea kuongea nitapata hasira, nitakuja kuwafumua kabisa hapo yaani unasikia? Yule mama yenu ni mpumbavu sana, kwa sababu mimi nafika pale nyumbani pale, yeye anaanza kunijibu mambo hayapo kabisa. Sasa mimi nashindwa hata kumuelewa kwamba inakwaje. Hapa penyewe ametoka kuniambia kwamba uko unajisomea. Haya, hapa unajisomea. Na mdogo wako mwenyewe ananiambia bwana sijui huyu naye sijui ameenda wapi. Sasa mimi nashindwa hata kuelewa, naona kabisa wananichanganya kabisa. Ni kwa sababu nikiangalia nyinyi mnavyoishi sasa hivi, maisha sasa hivi, mnaishi maisha ambayo hayaeleweki kabisa. Mimi huko ndani nimetoka tokea asubuhi. Sasa hivi najiona nipo kwenye wakati mgumu sana. Kwa sababu Fatuma amechukua maamuzi ya kutoka nyumbani bila hata kunipa taarifa. Na sijui mpaka sasa hivi uko alipo anaishije. Sikia mwanangu, mama yako mdogo huyo anajua kabisa huyo Fatuma aliko. Na kwa sababu sasa hivi ukiangalia dunia yenyewe imeshaharibika kabisa. Kuhusiana na hao mabinti, unakuta kwa asilimia kubwa wazazi wenyewe ndio wanakuwa chanzo cha kufanyaje, cha kuharibu mabinti zao. Kwa hiyo ndio tunasema mama yako mdogo huyo anafanyaje, anafahamu kabisa Fatuma alikoelekea. Ila mimi ndio maana nimempa kama siku 3 kwamba au ashafanyaje, ashamrejesha hapo nyumbani. La si hivyo hapo nyumbani mimi naweza nikawahamisha kabisa, nitawafukuza kabisa, kwa sababu hawana haki ya kuishi hapo wakati watoto wenyewe wenye mali yao wananyanyasika. Mimi sitafurahi kabisa. Sasa hivi watu wameharibika. Inawezekana wamemuua, wamemfikia humo ndani, au wamemficha humo ndani kwenye nyumba hiyo hiyo, ila wewe wamekuficha kwa sababu tayari wana roho ya kukunja hivi, wana roho mbaya. Wewe ukiwatizama hata usoni mwao kabisa, sura zao zinaonyesha kabisa wana roho mbaya. Mjomba, hivi hapa duniani watoto wote ambao wamefiwa na wazazi wao wanapitia maisha ambayo tunayapitia sisi? Ni kweli mjomba, umeuliza swali zuri sana. Kwa asilimia kubwa mimi nakujibu mjomba wangu, yani ukweli kabisa. Ukiangalia maisha ambayo watoto wengi wameachwa na wazazi wao, maisha yao kwa asilimia kubwa huwa yanakuwa ni magumu, ni tofauti na wazazi wao wakiwepo. Kwa sababu leo hii watoto zangu mie na maisha ambavyo nitakavyolea mie ni tofauti na wakilelewa na nani, na mzazi mwingine. Unajua yangu, nikwambie ukweli, ndugu zako ni babako na mama yako, na labda ukijaliwa kupata watoto au ndio ndugu zako wa kweli. Lakini ndugu baki ukiacha na hao, kiukweli hao ni mtihani.
na ndio maana watoto wa marehemu siku zote wanateseka sana duniani. Mjomba, kwa kipindi hichi ambacho tupo kwa sasa tunawahitaji sana. Nilikuwa naomba unisaidie ili niweze kumpata mdogo wangu. Usijali. Kwa hilo swala la kumpata mdogo wako, mimi kiukweli mimi nitalifuatilia kiundani kabisa na kuahidi. Sawa mko wangu? Yaani nakuahidi kutoka moyoni kwamba hilo swala mimi nitalishughulikia. Na ndio maana mimi nakwambia tu ule ukweli kwamba kulingana na maisha yangu mimi sasa hivi sina hela kama hivi unavyofahamu. Mimi najua wewe mjomba wangu unifahamu leo, unanifahamu tokea muda mrefu. Sina pesa. Ila tu kwamba muda mwingine ukiona sionekani, usije ukajisikia vibaya. Kwamba mimi mwenyewe pia natakiwa nitafute pesa, familia kule nyumbani ile. Kwa sababu mimi naweza ngasema kwamba nikiwa nafuatilia swala hili muda wote, na maana kila siku, na maana kule pia nitafanyaje? Nitashindwa kufanyaje kutafuta pesa ya kula nyumbani. Sawa anko? Sawa. Nitashukuru sana mjomba kama utafanya hivyo. Basi mjomba mimi. Swala nataka nikuulize. Swala gani mama? Unaona hapo mwanangu nilivyokaa hapo na huyu mjomba wake. Na Feti ameondoka huko ndani, hata taarifa sijui kaenda wapi. Hapa yenyewe tu nimemjibu kaenda kwa bwana wake, sina uhakika kama yuko na mwanaume au yuko mtanda na ndaanda, mimi sijui. Wewe nawe. Sasa kinachokushangaza hapo nini? Kwani mama, ukumbuki ile siku niambia nini? Nakumbuka. Kwa hiyo mwanangu ushaanza kufanyia jambo hilo. Sasa nikaifanya kazi yangu barabara. Yaani nilimpiga. Mama, hivi unajua kipigo cha mbwa mwizi wewe? Nikamwagia maji. Afu nikamwambia hakuna kulala kitandani. Lala hapo chini. Akatandika sijui kitenge chake kile sijui kikanga, nikakiloesha tena. Leila, ndio umekuwa hivyo. Mwisho siku yani bado kidogo tu roho ya rume nyingine, nikasema wewe leo nakuwekea mbuzi. Nikamkazia. Akakakaa. Itakuwa kesho yake asubuhi ndo aliondoka. Kwa hiyo mwanangu nimekuza. Umekuwa na roho mbaya kama ya kwangu. Lakini mwanangu wewe umezidi. Vya polisi vinazidi. Niko hapa hata sijui mwanangu. Mimi nataka mali tu hapa, kwani nataka nini? Nataka nyumba ya ulisi mwanangu. Mama mwenyewe si ndo nagombania hizo jamani au? Vizuri sana mwanangu, nitaenda. Asante mama. Mwanangu, kwenye mali siku zote ukimwona mtu tajiri siku zote awe na roho ya huruma, anakuwa na roho mbaya. Kwa hiyo usione mtu kafanikiwa kafikiri anakuwa na roho huruma, hakuna. Matajiri wengi wana roho mbaya. Kwa hiyo mwanangu, usio na huruma kama baba yako. Hizi huruma hizi zitakuja kuuponza. Kuwa na roho mbaya. Yaani mpaka ukibula uondoke. Yaani mama hata usijali. Sikaondoka huyo, bado huyo kibula. Nataka naye nimfanyie kazi. Nipe siku hizi au moja tu. Ataondoka mwenyewe. Kwa ile jambo mwanangu nakuelewa kabisa. Ile jambo mwanangu nakuachia. Hivi, unajua kama unaonekana ni kaka mkatili sana? Leila mdogo wako. Shindwa. Koma, tena ishia hapo hapo. Mimi sio mdogo wako. Leila. Nini? Una nini kwani? Hujui? Hivi ni kaka wa aina gani ambaye unapata amani na nguvu ya kukaa hapo chini? Wakati huo hujui mdogo wako yuko wapi, eh? Hivi Leila,
haya yanayotendeka humu ndani na maana wewe uyaone? Nakiona na iko ndicho ambacho unastahili. Umebadilika sana mdogo wangu. Unajua sikutegemea kabisa kama nawe utakuwa kama mama yako. Ni hivi. Sasa hivi ndio nimegundua kwamba mamangu anachokifanya ni sahihi. Yaani mimi ambaye sijazaliwa naye tumbo moja, najikuta na uchungu kuliko hata wewe yani. Yaani huo muda uliokaa hapo chini, ni bora hata unyanyuke uende ukazurule zule kama anavyozurula dada yako. Maana yupo huko, hujui anakula nini, anavaa nini, analala wapi. Nenda na wewe mkatafute wote mle wote huko. Na usirudi. Mimi nimeamua kuwa kinyume na mimi. Hata wewe Leila, niliyekutegemea ambaye utakuwa chanzo cha furaha yangu. Nilikuwa nakupenda na kujali kama mdogo wangu, lakini nawe umeamua kuonyesha makucha yako kama wazazi wako. Usemi wako nimeuelewa na ufanyia kazi. Usijali kwa hiyo. Taondoka tu ndani. Mume wangu, mimi kuna jambo nataka nikueleze. Jambo gani? Kuhusu ndugu zake kina Fatuma. Nilikwambia yule mjomba wake wa kwanza alikuja hapa akanitukana, akaongea maneno ya ovyo mbele yangu akaondoka. Sijui kamjaza nini ukumbavu gani yule mjomba wa pili. Kaja hapa, kaniletea mimi vurugu, kanipiga, ingawa tu sina makovu kwenye usoni. Hata kanikaba nusu aniue. Yaani nusu tu nife mwenzako mimi mke wako. Kupiga? Ndiyo, sema tu kanipiga ingawa sina makovu usoni. Shabani? Yaani mume wangu nimepigwa makofi, yaani kama mke wa mtu ananipiga kama mke wake. Yaani ananikaba mimi mbele ya mtoto wangu Leila. Yaani shedi Leila, muita hata Leila. Leila! Abe mama. Njoo mwanangu. Abe mama. Ndiyo, ni kweli baba. Yaani amempiga kipigo cha mbwa mwizi. Sasa wewe nenda mama. Sawa. Sasa kuhusu huyu jamaa huyu mimi nadhani huyu tumuonyeshe. Eti amekuja hapa, ananitishia kabisa, ananiambia eti nimekupa siku 3. Nikirudi nataka Fatuma patikane. Kwa sivyo utajua upande wangu wa pili. Yaani mimi ndo ananitishia hivyo maisha. Ni mke wangu. Ni Fatuma yuko wapi? Ni mume wangu. Fatuma sio kumfuatilia kabisa. Yule Fatuma sasa hivi sio mtoto mume wangu. Ni mtu mzima. Amepata mwanaume, amejiegesha huko. Hata kama kapata bwana, inatakiwa tujue yuko wapi. Kwani achie hili swala, mimi nitalifuatilia. Na kuhusu hao wajinga wawili hapo. Yule mmoja kifupi mimi anisumbua, ila huyu anajifanya yeye mikono yake mepesi kupiga wake za watu. Nitamuonyesha upande wangu wapi. Sitaki mama mdogo. Sitaki mama. Unachokimbia nini? Kibwa mbona kipi unaenda nje? Sinakumetea chumbani kule. Mama mdogo, lakini mimi mbona nakuheshimu, ila kwa hicho unataka mimi nifanye mimi siwezi mama. Kwa hiyo utakwenda chumbani, si ndio? Nimekwambia sogea. Sogea hapa unanichelewesha bwana. Acha chumbani. Mimi mama mdogo, mimi siwezi kufanya unachokitaka. Kani kibwa ni mtoto mdogo? Mama mdogo, mimi siwezi kufanya. Hicho unachokitaka siwezi. Kani kuingia chumbani kwa matatizo gani? Kama mimi uko chumbani mimi na wewe tunaenda kufanya nini? Shida kuvaa. Kwa hiyo mavazi nilivaa. Hamna tufanye chochote. Tena ukanitolee kitu, kuna kitu kipo kule unitolee chini ya kitanda. Mimi mama mdogo siendi. Kwa hiyo utakwenda chumbani, si ndio? Basi vua shati. Mama mdogo, mimi siwezi. Uwezi. Nikusaidia kuvua. Vua mwenyewe kabla sijakusaidia. Vua yako bwana unichelewesha.
Kweli Mungu anaona. Mwanangu Kibua ana kifo kizuri. Sitaki bana mama mdogo. Kana Kibua mimi na kasoro gani? Hebu niangalie kwanza. Niangalie basi mvumbika mama kondoo. Mtakia. Kibua. Ndio ni kasoro. Nini? Na mimi mfanya nini? Sipo kama unakufikiria. Usema makondogo. Yaani mume wangu Kibua sio kumwamini. Kaanza kunipata kwa chumba na muuliza Kibula huko hapa nini tena kuambia na kumisi wewe ati nataka kuonja sala ambapo babako anaonja. Mungu wangu. Nilikuwa nakataa. Tumeanza kulimishana kwanza kula kwenye ngazi mpaka hapa. Mtoto. Ndio anasingizia haki ya Mungu, mimi sijafanya hivyo kweli. Wewe umekuwa Anasingizia tu baba mdogo. Mume wangu kama Kibula anakataa na jambo hajataki kufanya jambo hilo. Kwa nini amevua shati sasa? wewe Kibula mkuu mkubwa. Kibula sio kumwamini kabisa. Wewe Kibula wewe. Bakaji. Nimemkomesha. Yaani utumia njia simba tu mpaka mwendani Kibula akafukuzwa. Yaani somesha mpaka mtu na ndugu yake wamefukua magombana. Nimebaki umjengo mimi, mwanangu Laila kipenzi na mume wangu. Tutaenjoy dila.